Hii itakuvuruga ubongo kidogo. Kwa nini sijachagua kufanya kazi ya kawaida kama vijana wengine na kuamua kuwa mjasiriamali? Iko hivi, kila kitu tulichowahi kuambiwa sisi kama younger generation na hawa watu ambao ni elites ama watu ambao walishakuwepo tayari kwenye hii dunia huko mwanzo wakatengeneza mifumo ya kila kitu, walitudanganya. Kila kitu ni kwamba sisi tumezaliwa tukakutana kuna mfumo tayari upo. Mfumo hatujui umetoka wapi, hatujui ni kwa nini umefanyika, ulikuwa na malengo yapi. Sisi tumekuja tu kama generation ambayo imekuja baadaye, baada ya hawa watangulizi wetu waliokuwepo huko duniani kutengeneza mifumo. Hii mifumo ni uongo, tumedanganya. Kwa mfano, kama sisi tunatakiwa kwenda shule, alafu tukitoka shule tuje tutafute ajira huko mtaani, tukipata ajira ndio tutaweza kupata maisha. Hizo ajira ni nani ambaye anazitengeneza? Na watu ambao wenyewe wapo kwenye tabaka la kumiliki hizo ajira za watu wengine, nani aliwaambia wao ndio tabaka lao ndio hilo? Kwa hivyo kabla ya kutokea hii system ya kwenda shule, hawa watu waliokuwepo duniani walikuwa hawawezi kutengeneza maisha kwa sababu kulikuwa hakuna shule. Kwa hiyo mimi kupata C darasani ndio inadetermine mimi ni mtu wa klasi ya binadamu mwenye C. Kwa hiyo mtu ambaye hajaenda shule thamani yake ndo ni haipo, yeye ni sifuri. Ni kifeli alichosahisha lecturer anayelipwa 1.5 milioni chuo kikuu. Huyu lecturer anayelipwa 1.5 milioni ndio atadetermine mimi nitafeli kwenye maisha yangu yote. Hizi systems zilizowekwa ziliwekwa kwa malengo na makusudi maalum. Sio kwamba ukitoka nje ya hii system wewe unafeli maisha kwa sababu ndo only system. Hapana. So mtu ukitaka kurun kampuni haimaanishi lazima wewe uende shule. Watu wanaolipwa mshahara wa 800,000, 600,000 mpaka maisha yao yanapoishia mwisho. Unafikiri anaweza kaishi maisha ambayo anaweza kuishi huyu mjasiriamali ambaye anaweza kuingiza 10,000,000, 5,000,000, 2,000,000, 1,000,000, 500,000, 200,000? Huyu ambaye anaingiza kila siku kwa mwezi hizi namba ambazo nimezitaja hapo, unafikiri ni sawa na mtu ambaye anaingiza 300,000 kila mwezi au 400,000 kila mwezi au 600,000 au 800,000? Hawa ni watu wawili tofauti. Hata matokeo ya maisha yao yatakuwa ni mawili tofauti. Kwa mentality hii, ni nani aliyekuwa anamforce mwenzake aende shule ili aje amtumie? Hii ndo sababu mimi sikuchukua ajira ya kawaida. Sio kwamba napinga ajira ya kawaida, sipingi. Iko hivi, ukienda kwenye ajira kama unataka kufaidika na ajira kwamba maisha yako yakae sawa, tayari upo kwenye mguu ambao sio sahihi. Ajira unaenda kwa ajili ya kupata mentorship, kujifunza game inaendaje, au ufanyaji kazi wa biashara, namna gani ya cooperate, namna gani ya kudili na wateja. Hiyo ndio uzuri wa ajira. Lakini ukienda kama sehemu ya kuenda mimi hapa nimefika kwa ajili ya kunufaika na hiki kitu kinachoendelea, then you are already in a wrong foot. Ndio maana sasa mimi personally niliona like no, kwa hiki kitu ambacho nimeshakijua kwenye ajira na hiki kitu nilichokisoma chuo kikuu na experience niliyopata kwenye field na kitu ambacho nakiona kwenye jamii yangu na mimi ninachoweza kukiofa, I can do better than this. Kama upo kwenye position kama hii na ungependa kuanzisha kitu chako, comment neno start hapo chini. Nitakupa kozi maalum ambayo itakusaidia, itakuelekeza hatua kwa hatua uanzie wapi, uende wapi, upige hatua gani, ufanye nini ili kuweza kuanza kuwa mjasiriamali.